So sijui tuseme ni maajabu ya Musa ama tuseme ni maajabu ya Firauni, yeke vile ambavyo utaiweka, lakini habari ambazo zimeweza kutufikia hapa kwenye kituo chetu cha KG Chipande ni kwamba kuna ndege ambayo imekata safari yake, ama kuna ndege ambayo imesitisha safari yake baada ya kwamba mtoto ambaye alikuwa ameabiri ile ndege pamoja na wazazi wake aliweza kukataa kufunga ukanda ama kufunga mkanda. Hivyo basi ndege ile ikasusia kusafiri. Nadhani hayo ni maajabu, ama nadhani hicho ni kitu ambacho sio cha kawaida. Hivyo basi kabla hatujaweza kuzungumza, acha tusome vile ambavyo habari ilifikia hapa kwenye chombo cha habari. Imesema hivi: safari ya ndege ya shirika la ndege la Porter kutoka Victoria, British Columbia hadi Toronto ilifutwa baada ya mtoto mdogo kukataa mara kwa mara kukaa chini na kufunga mkanda wake wa kiusalama. Tukio hilo lilitokea wakati ndege ya PD 444 ilikuwa ikielekea kwenye uwanja wa ndege, kwa sababu ya ndege haikuweza kuondoka salama huku mtoto akiwa amesimama bila mkanda. Wafanyakazi walirudi kwenye kituo cha ndege ili kuondoa mzazi na watoto. Muda uliotumika kurudi kwenye uwanja wa ndege kuwaondoa wawili hao kwenye ndege kuchukua mizigo yao na kuwasilisha makaratasi mapya kwa ndege nyingine ulisababisha kuchelewa kupitia amri ya kutolewa nje ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Victoria kila usiku saa 6 asubuhi. Matokeo yake ndege ilisimamishwa na kusimama, na abiria waliobakia walilazimika kushuka na kulala Victoria, na safari hiyo ikawa imesitishwa. So hapa niko kwa minajili ya kuzungumza umuhimu wa kufunga ukanda, ama umuhimu wa kufunga ule ukanda wa usalama kwenye ndege na kwenye gari pia vile. Ukanda wa kwenye ndege na kwenye gari pia vile uliweza kuwekwa kwa minajili ya usalama wa yule ambaye ni abiria, kwa minajili ya usalama wa yule ambaye anataka kusafiri kutoka eneo moja mpaka lingine. Na ukanda huu wakati mwingine unaonekana kuwa ukanda wa kawaida ama ukanda wa fashion kama wenyewe wanaita, lakini la hasha, tasema kwamba ni ukanda uliowekwa kwa minajili ya yule yoyote yule ambaye anasafiri, raia wa kutoka nchi yoyote na abiria wa kutoka nchi yoyote ambaye anasafiri kutoka nchi moja mpaka nyingine, ama kutoka sehemu moja mpaka nyingine, iwapo ndege ni ya pale pale kwenye ile eneo. Lakini tatizo, abiria huyu kijana ama mtoto huyu alipokataa kufungwa ule ukanda, ama alipokataa kufungwa na wazazi wake pamoja na wale ambao na wahudumu wale ndege, ni kwa nini ndege hii ilikatisha safari na kusababisha mpaka abiria wengine kulala pale airport na kukata safari ambao walikuwa wameipanga waweze kusafiri siku ile ile. Ni sababu gani, ama ni kitu gani ambacho kilitokea, ama ni kitu gani ambacho kilifanya ionekane ugumu mtoto huyu? Yani ni kitu gani hicho? Unajua mtu akikwambia kwamba rahisi tu, mtu akwambia kwamba na safari yangu ilikatishwa sababu kuna mtoto ndani ya ndege alikataa kufunga ukanda. Unajua inaonekana kama how foolish you are, mbona ukate safari kijinga hivyo? Ni kitu cha maana kilikufanya uje hapa, lakini mbona safari uikatishe just because ya kwamba kuna mtoto alikataa kufunga ukanda? Nataka nieleze sababu yake. Wakati ndege inapaa juu na wakati ndege inatua, kuna motions fulani ambazo ziko pale, ambapo ndege inapaa juu hivi inatakiwa ni lazima, hakuna cha kubahatisha ama hakuna cha excuse. Ni lazima either awe ni mgonjwa, either awe ni mtoto, either awe ni mtu mzima, either awe mzazi ambaye ako na ujauzito, either awe ni mtu ambaye ni kilema, kivovote vile, it doesn't matter whatever. Ni lazima mtu awe ni binadamu amefungishwa ukanda, ni lazima. Nendapo ni mtoto mchanga ambaye hawezi funga ukanda, amebebwa na mzazi wake, basi mzazi wake analazimishwa ya kwamba aweze kuketishwa mahali ambapo mtoto yule kwenye tumbo ambapo atakuwa yuko hapa aweze kufungwa ile bagi yao ambayo inaitwa pia ni safe bet ya yule mtoto, kivo vote vile. Kwa sababu gani?
ndege iko kwenye motion nyingine ambayo mtoto yule ambaye hakufunga ukanda ama mtu yoyote yule ambaye hakufunga ukanda anaweza jipata ametokezea kama ameketi mbele, ajipata amerushwa mpaka yuko nyuma. Very possible, very possible. Na ile tension ambayo itaonekana ama tension ambayo itakuwa wakati ule ambapo mtoto atakuwa amerushwa, huenda ikasababisha vitu vingine, ikasababisha hata ajali ya ile ndege na ikaleta maafa ya watu wengine ambao hawakuhusika tuseme na ujinga ule, tutauita ujinga, kwa sababu you being told please safeten your belt, yani tafadhali funga ukanda wako, ni kitu ambacho kinapaswa kiwe akilini mwetu. Na endapo utakuwa umesahau, kuna watu ambao wako kwenye ndege kabla ndege haijatua ama kabla ndege haijaanza kupaa, wako watu ambao wameajiriwa na ile shirika la ndege ya kwamba wasisitize ama waamrishe watu ama waamrishe abiria ya kwamba wafunge mikanda yao ya usalama kabla ndege haijatua na kabla ndege haijapaa. Hiyo iko wazi na hiyo iko hadharani. So ladies, tuseme tu ya kwamba hii ni kitu ambayo iko na si kitu mgeni na si kitu mpya kabisa. Tuzungumze masuala mazima ya kwenye gari. Wakati mwingi sana 100% wetu, si Kenya, si Tanzania, si Uganda, tumezoea kwamba gari zetu za abiria ama za uchukuzi wa abiria, endapo zinatoka sehemu moja mpaka nyingine ama endapo zime sana za hizi short distances, yani safari ambazo ni fupi, safari za masaa 2-3, abiria wengi hawapendi kufunga kanda zao za usalama, kwa sababu wanaona kama it's just normal to travel ama it's just normal. Hizi ni vitu ambavyo havisaidii, lakini tujuzane tu hapa na tuelimishane, kwa sababu wanasema siku zote kwa KG pande tuko hapa kwa minajili ya kuelimishana, tuko hapa kwa minajili ya kujuzana, na tuko hapa kwa minajili ya kufanya kazi ya kuelimisha mwananchi yoyote yule kokote kule aliko kuwa. So kazi kubwa ya ukanda ni kutengeneza usalama, ndio maana ikaandikwa ama ndio maana ikaitwa safety belt ama safety belt. Ni kwa sababu ya usalama wangu mimi na wewe, ni kwa sababu ya usalama wa yule abiria, ni kwa sababu ya usalama wa yule uliyeketi naye, ni kwa sababu ya usalama wa yule ambaye ni mwendeshaji kile chombo ambacho ni gari ambacho wewe umeabiri. Kwa sababu gani? Ukanda ule ama safari yoyote ile, hata wale ambao walipata ajali hawakujua mara ya kwanza ya kwamba watapata ajali. They didn't know that they are going to get an accident, and that's why ikaitwa ajali. Ajali haimaanishi ni kuanguka kwa ndege ama ni kuanguka kwa gari ama ni kuanguka kwa boti ama ni kupenduka kwa kitu fulani. Ajali ni kitu ambacho inamaanisha kwamba it's an unexpectable thing, and ni kitu ambacho hakikutarajiwa. So kitu chochote ambacho hakikutarajiwa, hiyo ni ajali. Endapo utagonjeka na mtu afariki, alipata ajali ya kugonjeka, it's unacceptable, not acceptable but expectable. Ni kitu ambacho hakikutarajiwa kwa njia yoyote ile. Mtu anapanda kwa mti anaanguka, hiyo ni ajali. Kwa sababu gani? Akipanda kwenye ule mti alijua atapanda ili aende akavune matunda ambayo alikuwa yafuata, ili afanye chochote kile ambacho kilikuwa kinamfanya yeye aende kule juu, akaangue mpira ambao ulikwama, chochote kile, aende akatengeneze ule mti, labda kuna hivyo ama akatue kichochote kile, lakini bahati mbaya akaanguka, hiyo ni ajali. Mtu alikuwa anatembea akateleza akaanguka, hiyo ni ajali. Hakutarajia kwamba akitoka nyumbani atatembea kwenye njia fulani ateleze anguke. So ajali ni kitu ambacho hakikutarajiwa kutokea, na endapo kitakuwa kimetokea ama kitatokea bila kutarajiwa, basi kitaitwa ajali. Na kwa sababu endapo unapanda ndege ama unapanda gari, kuna chochote kile ambacho kinaweza kikatokea ambacho huku kitarajia. Matarajio yetu sote endapo tutapanda ndege ama tutapanda gari ni kwamba tutafika sehemu ambayo tunaenda salama salmini, na hivyo ndivyo ombi letu ama maombi yetu yapo kwa Mwenyezi Mungu. Na wote wale ambao wanaenda kusafiri, nitawakabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu, niwaombe safari yenu iweze kuwa salama salmini na mfike salama salmini kule ambako mtakuwa mnaelekea, kwa sababu yote haya wengi wanasema ni matendo ya kishetani, lakini sisi hapa tunaweza kuelimishana, tuelimishane kwa juhudi zote, tuweze kuzungumza sote kwa pamoja na tuseme, endapo ajali itatokea kama kwenye ndege ama ajali itatokea kama uko kwenye gari, basi ukanda huu wa usalama huenda ukakusaidia kwa njia moja ama nyingine. Kama ndege inapaa ikiwa kule juu, kama umejifunga ukanda, hata ikianguka kwa njia yote ile hautasaidika. Na ndio maana ndege ikifika kule juu unaruhusiwa kufungua ukanda wako. Why? Hata ndege ianguke kule ama ndege ipate ajali kule, na kama wewe una ukanda wako, kivyovyote hauwezi kusaidika.
lakini kuna ile moment ambayo inaitwa moment fulani ambapo kuna turbulence, ambapo kuna upepo mkali ambao unasababisha ndege inatetemeka. Huwa pia vile vile wahudumu wa ndege wanashauri sana abiria waweze kujifunga ukanda wa usalama. Kwa sababu gani? Kuna uwezekano ukanda ule ukakusaidia endapo ndege itakuwa ina swing left and right. Lakini kama imetulia iko kule juu, alafu chochote kitokee cha kutokea, ndege ile ianguke, ipotee, izame kokote, ianguke kokote, baharini, nchi, ardhi kavu, hawezi pata usalama wote ama hawezi saidika kupitia ukanda wako ule. Ni wewe na Mwenyezi Mungu wako peke yake ambaye atakusaidia endapo ndege itaanguka kwenye hali hiyo. Lakini kwenye hali ya kwamba ndege inapaa, alafu chochote kitokee, ndege ile ianguke, kwenye ile moment ambayo inapaa na umejifunga ukanda, basi utasaidika. Ama wakati ndege inatua na kwenye hali yoyote ile ndege ipate ajali na umejifunga ukanda, kuna uwezekano asilimia kadhaa ukasaidika na ukasave kutokana kwenye ile ajali ambayo itatokea. Na kwenye gari pia, endapo gari inatembea ama endapo gari inasafiri kutoka njia moja ama nyingine, kutoka kituo kimoja ama kingine, na umejifunga ukanda na kuna ajali itatokea ama imetokea kwenye ile gari, basi utasaidika kwa njia moja ama nyingine kwa asilimia fulani endapo umejifunga ukanda. Lakini kama hujajifunga ukanda yani haujajifunga ukanda kabisa, kuna hatari kubwa asilimia ya wewe kuumia ama asilimia ya wewe kufariki ama asilimia ya wewe kupata ile ajali kuumiza zaidi ni kubwa zaidi kuliko asilimia ndogo ya yule ambaye atakuwa amejifunga ukanda. So tushauriane na tuhimizane ya kwamba kujifunga ukanda wa usalama endapo uko kwenye ndege ama uko kwenye gari ama uko kwenye chombo chochote ambacho kinakupaswa wewe ujifunge ukanda wa usalama, inatakiwa iwe lazima na iwe ibada, na sio lazima tulazimishwe, na sio lazima tushurutishwe.